Leo tarehe 20 Juni, waheshimiwa madiwani, sisi tunakutana hapa kwa mara nyingine tukiwa tunahitimisha kazi zetu tulizozifanya kwa kipindi cha miaka mitano, tukiwa na bashasha, tukiwa na afya na utimamu wa akili. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukamilisha safari hii ya miaka mitano tukiwa na mambo hayo. Wote tupige makofi. Lakini kikubwa, Mheshimiwa Naibu Meya na mkurugenzi wetu na viongozi wote mlioalikwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuna jumla ya kata 20 kwenye manispaa yetu ya Kinondoni. Ninafurahi kwa kipindi cha miaka mitano ya uhai wa baraza hili, Mwenyezi Mungu ametunyoshea mkono. Hakuna diwani aliyetwaliwa na Mwenyezi Mungu. Madiwani wa kata zote tupo, tumetimiza majukumu yetu. Ni mmoja tu ana changamoto zake, lakini wengine wote tupo tukiwa na afya njema na hatujakaa hapa tukisikitika. Katika kipindi hiki cha miaka mitano, yapo mengi ya mafanikio ambayo tumeyafanya, na mafanikio haya yametokana na umoja wetu, yametokana na mshikamano wetu. Leo wilaya ya Kinondoni ni moja ya wilaya vinara katika utekelezaji uliotukuka wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Katika kata zetu 20 tunaondoka, na bahati nzuri mwenyekiti wa chama yupo hapa. Hakuna kata leo inaweza ikasimama ikasema hakuna kilichofanyika. Katika mitaa yetu 106 inayounda wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna mtaa utasimama utasema hakuna kilichofanyika. Yapo mambo mengi tumeyafanya kutumia mapato yetu ya ndani ambayo yamekuwa yakiongezeka. Tuliingia hapa tukiwa na bilioni 42, tunaondoka leo tukiwa tumefikisha mapato yanayokwenda kufikia bilioni zaidi ya 86. Tujipigie makofi. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo halmashauri yetu imeyafanya, na ninajua nafasi itafika tutaelezea mafanikio hayo katika bajeti, katika taarifa zetu mbalimbali. Yenye mafanikio ni kwa sababu kuna ushirikiano. Yenye mafanikio ni kwa sababu kuna upendo. Tumetengeneza upendo mkubwa sana ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Upendo tulioutengeneza wa kwanza ni wa sisi waheshimiwa madiwani. Tumependana, tumeaminiana na tumeshirikiana, na ndio maana tumeweza kutengeneza bondi, na bondi hii imekwenda kwa watumishi na watendaji wote. Katika kuaminiana kwetu na kushirikiana, tumeifanya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni chini ya uongozi wangu imetulia, na kwa kutulia tumeweza kufanikisha malengo yetu yote. Lakini nichukue fursa hii pia nimpongeze na nimshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, dada yangu Hanifa Suleiman Hamza. Tulimpokea Kinondoni akiwa mchanga. Leo nafurahi Hanifa Suleiman Hamza ameiva, ameimarika, ameboreka kiutendaji. Kinondoni ni halmashauri kubwa. Hii ni kama wizara, tena wizara kubwa sana. Ina mikiki mingi, ina mambo mengi sana. Lakini licha ya umri wake, licha ya umbo lake, ameweza kusimama imara. Kwanza kuisimamia CMT. Lakini pili, ameweza kupokea maagizo na maelekezo yetu na akaweza kuyasimamia na kufanikisha yale ambayo sisi tuliyataka. Leo tunaondoka hapa tukiwa tumefanikisha mambo mengi. Tumekamilisha stendi tukiwa na Hamza, tumekamilisha uwanja wa mpira tukiwa na Hanifa Suleiman Hamza, tumekamilisha jengo letu la utawala hapo nje tukiwa na mkurugenzi huyu. Yote hiyo ni kwa nini? Alikuwa tayari kupokea maagizo na maelekezo na kuyafanyia kazi kadiri sisi tulivyotaka. Mungu akutunze, Mungu akulinde, na nina hakika kupitia mafanikio haya Rais atakuona iko siku moja utakaa mahala zaidi ya hapa ulipo leo. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Naomba sasa nitoe tamko maalum la kuvunja baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa Kinondoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakumbuka kuwa baraza la waheshimiwa madiwani lilizinduliwa rasmi mwezi Disemba 2020 baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Mkutano huu ulifanyika kwa mujibu wa kanuni namba 3 subsection 2A ya kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa Kinondoni ya mwaka 2015 zilizochapishwa kwenye gazeti la serikali namba 536 la mwaka 2015. Kwa mujibu wa kifungu cha 84A cha sheria ya serikali za mitaa kwa maana mamlaka za miji sura 288, waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa amepewa mamlaka ya kuvunja baraza la madiwani siku 7 kabla ya bunge kuvunjwa wakati wa kusubiria mchakato wa uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI ameshatangaza kuvunjwa kwa baraza la madiwani mnamo tarehe 20 mwezi wa 6 2025 kupitia vyombo vya habari mnamo tarehe 15 Juni 2025, ambapo ametoa maelekezo kuwa katika kipindi chote ambacho baraza la madiwani litavunjwa, majukumu ya baraza pamoja na kamati zake yatatekelezwa na mkurugenzi wa manispaa wa Kinondoni akiwa mwenyekiti na wajumbe wake akiwa ni wajumbe wa management ya manispaa Kinondoni. Aidha, ameelekeza kuwa CMT kwa maana kwamba timu ya management chini ya mwenyekiti wa mkurugenzi haitaruhusiwa kuanzisha miradi mipya ama uwekezaji. Pia hairuhusu kubadilisha miradi ama uwekezaji ambao haujapitishwa na maamuzi hayo ambayo hayajafanywa na baraza la madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili naomba nitoe sisitizo kwamba sisi kama kwa niaba ya management ya halmashauri ya manispaa Kinondoni, miradi yote ambayo inaenda kutekelezwa imepitishwa na baraza lako hili, na kwa mujibu wa maelekezo haya Mheshimiwa Waziri, na tutakuwa tayari kutoa yale ambayo yameendelea katika kipindi hiki katika baraza lijalo, na niwahakikishie kwamba duka lenu litakuwa salama na tutawakabidhi salama salmini. Kwenye manispaa yetu hii, mkurugenzi amezungumza hapa, ni kushukuru kwa muhtasari huu, lakini tukianza kuzungumza mafanikio ya manispaa ya Kinondoni katika kipindi hiki cha miaka 5 ni mengi mno. Na hayo yanaonekana kwenye kila sekta kwenye halmashauri ambao mmekuwa mkisimamia katika kipindi cha miaka 5. Ukienda kwenye elimu, mafanikio yameendelea kuongezeka siku hadi siku. Kwenye elimu tu kwa mfano ya msingi nizungumzia hiyo. Mimi nimekuja hapa 2023. Lakini nafahamu 2022, 2023, 2021 na 2024 manispaa ya Kinondoni imekuwa kinara kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam kwenye sekta ya elimu. Ukienda kwenye sekta ya afya, kuna mengi ya kujivunia katika wilaya yetu ya Kinondoni. Kwenye baadhi ya maeneo ambayo hayakuwa na huduma nzuri ya afya, manispaa imeendelea kusogea. Wakati nakuja niliona Kawe ndio inamaliziwa. Sasa hivi inaendelea kutoa huduma. Lakini ikiwa hapa pia kukawa na upanuzi mkubwa pale Kinondoni na maeneo mengine. Kwa hiyo kila sehemu ni mafanikio. Hongereni sana waheshimiwa madiwani, hongera sana mstahiki meya, hongera sana mkurugenzi kwa kazi hii kubwa ambayo mmeifanya katika kipindi hiki cha miaka 5. Waswahili tunamzoea ule wa msemo mmoja wa kusema utavuna ulichopanda. Wakati mwingine inakuwa kama ni ya kubeza hivi. Sasa nikwambia utavuna ulichopanda ni kama nataka kukatisha tamaa. Lakini mimi niwatie moyo waheshimiwa madiwani, kwanza mstahiki meya hapa na timu yako yote na mkurugenzi na timu yake. Katika kipindi kwa kweli mmesimamia manispaa hii ya Kinondoni na mafanikio makubwa sana. Mlichopanda na mnachoenda kuvuna havilingani hata kidogo. Navuna kikubwa zaidi. Kwa hiyo tutembee kifua mbele, tutembee tukijivuna kwamba tuna mafanikio mengi ambayo tumeyafanya sisi katika wilaya hii ya Kinondoni. Kwenye manispaa hii, kwenye mapato, kwenye nini. Leo nimekuwa kwenye kipindi kimoja cha redio UFM asubuhi hii kwenye Morning Express. Tumekuwa na mjadala mzuri kabisa na wenye afya na wananchi wanaufurahia kabisa
jinsi ambavyo, chukulia kwenye kipengele tu kimoja cha utoaji wa mikopo ya 10%, tulianza huko kwenye kutoa shilingi bilioni 3 huko na kitu kwa mwaka. Leo hii mwaka huu shilingi bilioni 12 na shilingi bilioni 5 na milioni 100 zimeshatolewa. Hayo ni mafanikio, sio madogo, sio ya kubeza, ni ya kujivunia kwa kweli. Na mkurugenzi, jaribu kuona hapa, kwa shauri tu tuendelee kutengeneza documentary moja mzuri ya kuelezea mafanikio haya makubwa ambayo yamefikiwa kwenye manispaa tu ya Kinondoni. Na katika kuweka kumbukumbu vizuri, madiwani hawa leo pamoja na jezi zao hizi, tuwatengenezee picha moja mzuri kabisa. Pigwe picha iwe kumbukumbu ya baraza la madiwani hili ambalo linamaliza muda wake siku hii ya leo 2025 kama kumbukumbu ya kudumu ya halmashauri. Kweli nawashukuru sana, lakini pia kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya ya Kinondoni, makamanda wote wako hapa na wengine wote, kwa kweli tumefurahia ushirikiano huu mzuri. Tunapokuwa kwenye kazi, hakuna diwani ambaye ametukwamisha katika namna yoyote ile, hayupo. Tumefurahia ushirikiano huu, na ndio maana tunaona wilaya yetu ya Kinondoni ulinzi na usalama umeendelea kuimarika siku hadi siku. Sasa hivi watu wanafanya biashara nyakati za usiku, na mkuu wetu wa mkoa ametuanzishia kufanya biashara masaa 24. Watu hawahangaiki tena na magrili na nini, wanafanya biashara vizuri kabisa. Sisi ndio wasemaji. Tunaposimama mwezi Oktoba kuwaomba ridhaa tena kwa wananchi, tutajivunia kazi ambayo nyie mmeifanya. Tutajivunia pia kazi kubwa ambayo imefanywa na rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Huwa tunasema Kinondoni tumebarikiwa. Tumesikia karibu trilioni 1.5 zimeletwa kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Ni mafanikio makubwa sana, na mimi siamini kama kuna wilaya itakuwa imepata pesa nyingi zaidi ya Kinondoni. Na kama ipo basi moja inaweza ikawa ya pili Kinondoni. Kwa hiyo ni matunda makubwa sana ya uchapaji kazi wenu. Zinapoletwa pesa za serikali kuu, maana yake pesa za halmashauri zimekusanywa vizuri na zimefanya kazi nzuri. Kuna wakati huwa najiuliza na mimi nikiona baadhi ya mambo yaliyotekelezwa na fedha za halmashauri kwamba je, halmashauri nyingine wanafanya kama yanayofanywa Kinondoni? Nimemsikia mkurugenzi anasema tuna ule uwanja wa wananchi pale. Ni kweli ule uwanja wa wananchi kwa maana ya Yanga Afrika. Lakini kile ni moja ya kielelezo ya kazi kubwa ambazo zimefanyika kwenye halmashauri yetu. Huwezi kukuta kwenye halmashauri nyingi kazi kubwa kama hili, tena kwa pesa za ndani. Unaweza ukaona ni namna gani mstahiki meya, mkurugenzi na madiwani mmeweza kuperform kwenye jambo kubwa kama lile, stand, ujenzi ya vitu mbalimbali. Tumeshuhudia hata ujenzi wa barabara. Sisi Chama cha Mapinduzi tumekuwa ni wakaguzi wa miradi. Tumepitia miradi yote na tumeiona. Sio tu iko kwenye makaratasi, tumeipitia na tumeiona na tumejiridhisha ubora wa miradi hiyo. Kwa hiyo mstahiki meya na timu yako ya madiwani, sisi tunawatakia kila laheri. Tunatakia kila laheri. Tunaamini mmeuza duka letu vizuri, mmefanya kazi nzuri ya kutuuzia duka, na mnapolikabidhi kwa mkurugenzi na timu yake, tunaamini liko kwenye mikono salama zaidi. Tunampenda sana Hanifa, tunamwamini, tutaendelea kukupa ushirikiano wakati ambao madiwani na mstahiki meya hawatakuwepo. Basi amini, ukitembea upo nyuma ya Chama cha Mapinduzi kwenye wilaya yako. Pale ambapo unadhani tunastahili kushirikiana, na mimi naamini tutaendelea kushirikiana. Tushirikiane katika kuifanya halmashauri yetu iendelee kuwa bora katika kipindi ambacho madiwani wetu hawapo. Lakini mimi mwisho niwatakie kila laheri madiwani.